kujaa neema na uwezo. Kujaa neema na uwezo. Kujaa neema na uwezo. Na tumetoka mbali kidogo. Nimeshakwambia nini maana ya neema na nikakwambia nini maana ya uwezo. Na tuko kwenye kipengele kinachozungumza juu ya vitu ambavyo vikiwa ndani yako kibiblia vinatafsiriwa kama uwezo au vinafunua uwezo ulioko ndani yako. Na tulianza jambo la kwanza kwa mtoto wa Mungu kwamba ili aonekane ana uwezo, jambo la kwanza nikakwambia ni imani. Uwezo kama imani. Imani iliyoko ndani yako inaweza kutafsiri uwezo ulionao. Lakini jambo la pili nikakueleza siku ya jana kwamba ni mamlaka, authority. Mamlaka. Na nilikusomea maandiko kadha wa kadha, na ninakumbuka nilikusomea juu ya kile kitabu cha Mathayo sura ya 10 mstari wa 1. Anaposema aliwapa amri wale teneshara juu ya pepo wabaya. Lakini ukisoma Amplified Bible utakuta pale anapozungumza ya Kiingereza hiyo, anaposema amewapa amri, anasema aliwapa nguvu na mamlaka. Amplified Bible, aliwapa nguvu na mamlaka. Nikakwambia lile neno amri kwa Kiingereza linasema power, kwa Kiingereza linasema authority. Na nikakwambia mamlaka ni nguvu. Toka nakupa zile tafsiri za mwanzo, nikakwambia mamlaka ni nguvu, mamlaka ni nguvu. Amen, amen. Na nikakueleza pia uwezo ni nguvu. Nguvu iliyoko ndani yako inayosababisha vitu kutokea. Na moja ya nguvu iliyoko ndani yako au uwezo ulioko ndani yako ni mamlaka. Na nikakueleza sana tafsiri za mamlaka siku ya jana. Nikakwambia mamlaka ni haki ya kisheria alionayo mtu inayomwezesha kutekeleza wajibu wake kwenye nafasi aliyoko. Na nikakwambia mamlaka haiwezi kufanya kazi nje ya nafasi. Lakini nikakueleza kuwa mamlaka ni nguvu ya Mungu, tafsiri ya kiroho hiyo. Maana ya kiroho, mamlaka ni nguvu ya Mungu ndani ya mtu inayompa uwezo wa kutekeleza makusudi ya ufalme wa Mungu. Nguvu ya Mungu ndani ya mtu inayompa uwezo wa kutekeleza makusudi ya ufalme wa Mungu. Na nikasema moja ya kusudi mojawapo ni ufalme wa Mungu kuenea duniani. Mungu amemkupa mamlaka ndani yako ili uitumie katika kueneza ufalme wa Mungu. Na tulisoma kwenye kile kitabu cha Luka 9. Angalia Luka 9 ule mstari wa 1 mpaka wa 2. Luka 9 mstari wa 1 mpaka wa 2. Injili kama ilivyoandikwa na Luka 9 mstari wa 1 mpaka wa 2. Neno la Mungu linasema mahali pale, akawaita wale teneshara, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Akawatuma wautangaze ufalme wa Mungu na kupoza magonjwa. Akawatuma wautangaze ufalme wa Mungu na kupoza magonjwa. Kwa unaona anawapa uwezo na mamlaka juu ya nini? Juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Kwa hiyo wewe uliyeokoka na wewe mtoto wa Mungu, mamlaka Mungu aliyokupa ni pamoja na kuwa na uwezo, kuwa na mamlaka juu ya pepo wote na juu ya maradhi yote. Maradhi si unayafahamu, magonjwa kuyaponya. Lakini usishie hapo, ueneze ufalme. Ueneze ufalme.
Sasa kueneza ufalme ni moja ya makusudi ya ufalme wa Mungu, ni moja ya malengo ya Roho Mtakatifu kwenye ufalme wake, kwamba ufalme wake unapaswa kuenea. Na nikamalizia kwa kusema kuna vitu ili uvifanye vinadai uwezo wa kimamlaka. Usipokuwa na uwezo wa kimamlaka hautavifanya. Ngoja nikupe mfano moja. Angalia kitabu cha Mathayo sura ya 21. Mathayo 21 ule mstari wa 23 mpaka 25. Mathayo 21 ule mstari wa 23 mpaka 25. Injili ya Mathayo 21 mstari wa 23 mpaka wa 25. Injili ya Mathayo 21 mstari wa 23 mpaka wa 25. Neno la Mungu linasema mahali pale, Mathayo 21:23 mpaka 25, sema hata walipokwisha kuingia hekaluni, wakuu wa makuhani na wazee wa watu wakamwendea alipokuwa akifundisha, wakisema, ni kwa amri gani unatenda mambo haya? Naye ni nani aliyekupa amri hii? Yesu akajibu akawaambia, nami nitawauliza neno moja. Amen. Nami nitawauliza neno moja. Anauliza nini? Anasema, ambalo mkinijibu nami nitawajibu ni kwa amri gani ninatenda haya. Ubatizo wa Yohana ulitoka wapi? Ulitoka mbinguni au kwa wanadamu? Wakahojiana wao kwa wao wakisema, tukisema ulitoka mbinguni, atatuambia mbona basi hamkumwamini? Umeona hilo neno amri kwenye Mathayo? Jina la Yesu libarikiwe. Umeona hilo neno amri kwenye Mathayo? Fungua kitabu cha Marko. Fungua kitabu cha Marko. Nataka nikuunganishie hapo maneno uweze kunielewa. Fungua kitabu cha Marko 11:27 mpaka 33. Inasemaje? Marko 11:27. Wakafika Yerusalemu tena, hata alipokuwa akitembea hekaluni, walimwendea wakuu wa makuhani na waandishi na wazee. Wakamwambia nini? Wakamwambia, ni kwa mamlaka gani unatenda mambo haya? Kumbuka kwenye Mathayo amesema amri, na nilikutafsiria lile neno amri, maana yake mamlaka, maana yake nguvu. Anasema ni kwa mamlaka gani unatenda mambo haya? Naye ni nani aliyekupa mamlaka hii uyatende haya? Nataka uone tu mstari. Ni kwa mamlaka gani unatenda mambo haya? Wale wazee hili swali hawakuuliza kama watu wasio na akili. Ni watu wenye akili, ukumbuke. Hawa wazee ni watu wenye akili. Hawa waandishi ni watu wenye akili, wasomi. Hawa wakuu wa makuhani ni wasomi wa Torati, ni watu wenye akili. Walipoona yanayotendeka, wakasema mtu wa kawaida hawezi kutenda haya. Anayeweza kutenda haya ni mtu mwenye mamlaka. Sasa hii mamlaka ni ya namna gani? Mbona sisi hatunayo? Tunapomwona anavyofundisha, anafundisha kama mtu mwenye mamlaka. Tumesikia habari zake, mambo anayoyafanya ni ya mtu mwenye mamlaka. Lakini hii ni mamlaka ya namna gani? Haleluya, watu wa Mungu. Sasa mwalimu, nataka kusema nini? Nataka kukuonyesha kwamba kuna vitu ili vitendeke, kuna mambo ili uyafanye yanahitaji mamlaka, authority. Ndio maana kufundisha kwa Yesu, hakufundisha kama mtu wa kawaida, kwa sababu alikuwa na mamlaka. Na mafundisho yake yaliposikilizwa na hawa wakuu wa makuhani,
wakawa wanaiona mamlaka iliyoko ndani yake, lakini wakawa na maswali, hii ni mamlaka ya namna gani? Ndipo Yesu naye akawauliza, ubatizo wa Yohana ulitoka wapi? Na ni kwa mamlaka ipi alibatiza? Kwa hiyo unapojifunza neno la Mungu namna hii, unagundua kwamba kuna vitu mpaka kwenye maisha yetu ya kawaida, usipokuwa na uwezo wa kimamlaka havitendeki. Kuna vitu vinatambua lugha ya mamlaka peke yake, havitambui lugha nyingine yoyote ile isipokuwa lugha ya mamlaka. Mtu mwenye mamlaka peke yake ndiye anaweza kuvifanya. Na ndio maana Yesu alipotuokoa watu wa Mungu, na moja ya kitu ambacho watu kanisa la Mungu tunapaswa kufahamu, mission ya Yesu, wito maalum, wito mkuu aliowachia kanisa, aliwaambia enendeni ulimwenguni kote mkahubiri nini? Injili. Sasa sio tu muhubiri peke yake, lakini akasema na kuwafanya mataifa yote kuwa nini? Wanafunzi wangu. Mambo mawili, la kwanza injili, la pili kuwafanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Kuwafanya hawa watu kuwa wafuasi. Ni rahisi kumfanya mtu kuwa Mkristo kwa maana ya kuokoka, lakini kumfanya aliyeokoka kuwa mfuasi ni hatua nyingine. Kwa sababu ili awe mfuasi anahitaji mafundisho, anahitaji discipleship, tena a good discipleship. Akishindwa kupata discipleship hawezi kuwa mfuasi. Na ndio maana tuna watu wengi wameokoka, lakini ni wachache wafuasi. Haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu. Sasa ukiona maandiko anasema akawaambia tualete inshallah wale wanafunzi wake, akawapa uwezo, akawapa mamlaka. Amen, 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 amen. Akawapa uwezo wa mamlaka. Kwa nini aliwapa uwezo wa mamlaka? Ili kile alichokuwa anaweza kufanya na wao wawe na uwezo wa kufanya nini? Wa kufanya. Kumbuka hili, kwenye maisha haya kuna vitu ambavyo huwezi kuvifanya kwa sababu vinahitaji mtu mwenye mamlaka. Kuna vitu huwezi kuvitenda, kuna vitu ili uvifanye lazima uwe na mamlaka. Na ndio maana unisikilize, ile kwamba umeokoka, umempokea Yesu ni jambo zuri sana, lakini ili mamlaka ambayo imeingia ndani yako kufanya kazi, unahitaji ujazo wa Roho Mtakatifu. Na ndio maana Biblia inasema Stefano akijaa Roho, akijaa neema na uwezo, alikuwa akifanya maajabu na ishara kati ya watu. Kwa nini? Ilibidi mpaka ajae Roho Mtakatifu. Alijaa Roho Mtakatifu katika uwezo na neema, ndipo akawa na uwezo wa kufanya ishara na maajabu. Ndio unasikia mtu anasema, mbona mimi nimeokoka mwalimu, lakini kuna vitu nikitamani kuvifanya havitokei, nikitamani kuvifanya havitendeki. Kuna vitu, watu wa Mungu nisikilize, maisha yetu sisi tuliookoka yanaanzia rohoni, sio mwilini. Iwe ni maisha ya kiuchumi, iwe ni maisha yoyote yale, yanaanzia rohoni, yanaanzia rohoni. Ninaposema yanaanzia rohoni, maana yake yanaanzia ndani yake Kristo aliye hai. Haleluya watu wa Mungu, yanaanzia ndani yake. Ukijaribu kutafutiza vitu vya nje ukavileta ndani yako pasipo kutafuta vilivyoko ndani ya Kristo, utajipoteza na kujiumiza. Na hivi vitu hivyo ili uweze sasa kuvisimamia, ndio maana Yesu ametupa mamlaka. Haleluya watu wa Mungu, ametupa mamlaka ili vitu viweze kufanyika na kutendeka. Mamlaka. Kuna vitu vitakutii, sio kwa sababu umesoma sana,
Sio kwa sababu umesali kanisani muda mrefu, kwa sababu mamlaka ulionayo katika Kristo Yesu inafanya kazi ipasavyo. Okay. Unafahamu habari za Matendo ya Mitume 19 mstari wa 13 hadi wa 16. Na habari nilizokuwa nimetoka kukwambia za Yesu, mamlaka yetu inatoka mbinguni, sio kwa wanadamu. Unafahamu habari za Matendo ya Mitume 19:13 hadi 16. Utaona hao watoto wa kuhani, wana wa kuhani, tena walikuwa 7, Biblia inasema. Soma hilo andiko uone. Matendo ya Mitume 19 mstari wa 13 hadi 16. Asema baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga, nao ni wapunga pepo, wakajaribu, sema wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu juu yao waliopagawa na pepo wachafu, wakisema nawaapisha kwa Yesu yule anayehubiriwa na Paulo. Unaona lile neno nawaapisha, maana yake wanayaamuru. Sasa mtu anayeamuru ni mtu mwenye mamlaka, alafu wanataja jina lile lile la Yesu. Hasa angalia mstari unaofuata, anasema walikuwepo wana 7 wa mtu mmoja Skewa, Myahudi, kuhani mkuu, waliofanya hivyo. Yule pepo mchafu akawajibu akawaambia, Yesu namjua na Paulo namfahamu, lakini ninyi ni nani? Yaani ninyi mnaniapisha mimi, mnaniamuru mimi. Kwani ninyi ni nani? Ninyi ni nani hata mniapishe? Lile pepo likakasirika kweli, mnaniamuru kama nani? Haya, endelea. Na yule mtu aliyepagawa na pepo mchafu akawarukia wawili, akawaweza, akawashinda, hata wakatoka mbio katika nyumba ile wakiwa uchi na kujeruhiwa. Mamlaka. Wao wameona tu Paulo anavyokemea pepo zinatoka. Wasema mbona kumbe issue ni ndogo tu, sikusema tu kwa jina la Yesu. Wakajibeba. Na walikuwa na wazo zuri tu, tena sio wazo baya, wazo zuri tu. Wakamchukua mtu mwenye shida wakamuingiza ndani. Usifikiri walimuombea nje, wakampeleka chumba cha maombi. Walishajua kwamba tumuweke chumba cha maombi tushughulike naye. Wakamuingiza kule, wakasema leo pepo lazima limwachie, lazima limtoke. Lakini walikuwa na tabia ya kupunga mapepo. Unajua maana ya kupunga mapepo? Unayaamsha, yanapiga kelele, na hii imekuwa mchezo. Ndio wanakuta mahali pengine watu wakifika wanataka wasikie tu mapepo yakipiga kelele, ndio wanasema hapa mapepo yametoka. Yanaweza kupiga kelele na yasitoke. Kutoa pepo sio kufanya pepo wapige kelele. Mnanielewa ninachosema? Jina la Yesu litukuzwe. Yanaweza kupiga kelele na yasitoke. Unanisikia? Kwa walishazoea zile kelele, wanayapunga. Wakasema okay, leo tumsaidie huyu. Wakaingia. Wakati wanamsaidia wakaanza kutaja jina la Yesu anayehubiriwa na Paulo, tunawapisha. Wanatoa amri. Wanafikiri amri zinatolewaga tu. Ni kama vile kwa leo wanasema kwa mamlaka nilio nayo, kwa jina la Yesu na kuapisha. Unajua mapepo yalichosema? Pepo lililosema Yesu huyo mnayemsema tunamjua. Unaelewa maana yake nini? Tunajua mpaka mamlaka yake, tunajua nafasi yake na mamlaka yake. Huyo Paulo mnayemsema tunamfahamu, tuna taarifa yake, na hata akitamka yeye tunajua ni Paulo huyu kasema. Sasa ninyi ni akina nani? Kwa sababu tukiwasoma hivi, tukiwazumu hivi, amsomeki. Yani jina mnalolitumia na mamlaka mlionayo haviendani. Yani ninyi ni wengine kabisa, lakini mnasema kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninyi ni akina nani? Na hapo ndipo utagundua umakini wa kujali wokovu ulio nao na kuutunza. Kwa sababu huwezi kunajisi wokovu alafu mamlaka ifanye kazi. Haiwezekani, watu wa Mungu. Hata kama umekuwa na jina kubwa
na ni mtumishi, utabaki tu na kuigiza maigizo, lakini ile mamlaka halisi haiwezi kufanya kazi. Unanielewa ninachosema? Unanielewa ninachosema? Kwa hiyo kilichotokea, wakaaibishwa, wakajeruhiwa, wakatoka nje wako uchi. Na hili jambo mji uliposikia, wakaingiwa hofu. Watu wakamtukuza Mungu, wakaliogopa lile jina. Wakasema kumbe hili sio jina la kutajataja, kuna wakati litakumbua. Unaweza ukaendelea kulitajataja tu, Yesu, 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 Yesu. Saa ya kukumbua my friend, utatoka uchi. Wakaogopa kwenye ule mji, wakamcha Bwana. Na hata wale waliokuwa kanisani kwa siri wanafanya vitu viovu, wakarudi na kutubu, wakasema Mungu atusamehe. Nishangaa sana ninaposoma hii mistari. Wengine walileta mpaka na vitabu vya uchawi. Nikajiuliza, ina maana nao walikuwa kanisani? Walikuwa kanisani, lakini kuna vingine wamevibakiza vya upande wa giza. Wakaleta vitabu vya kichawi. Tena Biblia imetaja hadi gharama ya vile vitabu. Kuja kutubu, wakayafunua matendo yao ili watubu. Kwa nini? Kwa sababu wamesikia jina linavyowaumbua watu mtaani. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Mwalimu, ulitaka kusema nini? Kuna vitu hao walikuwa na nia njema, wanataka watoe pepo. Kwani kutoa pepo ni jambo baya watu wa Mungu? Kumsaidia ndugu yako ni jambo baya? Kama ambavyo una mzigo na familia yako ni jambo baya? Lakini lazima uchunguze mamlaka ulio nayo inafanya kazi. Na nikakwambia vitu vyote ambavyo Yesu ameviweka ndani yetu ili vifanye kazi vinamtegemea Roho wa Mungu peke yake. Na ndio maana ujazo wa Roho Mtakatifu ni muhimu. Okay, twende mbele kidogo ili tuingie kwenye maombi. Twende mbele kidogo. Twende mbele kidogo. Hebu nikupe vitu kama 4 haraka na uwe makini hapa, kwa sababu nakimbia tuingie kwenye maombi sasa. Uwe makini, nikupe vitu kama 4 vya msingi. Jambo la tatu. Mambo haya yakiwepo ndani yako yanaonyesha uwezo, yanafunua uwezo ulio nao. Jambo la 3. Nataka unisikilize, tavisema haraka na muamini Roho Mtakatifu atakusaidia kuelewa kile ambacho amekusudia uelewe. Kama unaelewa sema amina. Kama unaamini sema amina. Kama unaamini sema amen. Aya, jambo la tatu, uwezo ambao unakuwepo ndani yako kama mwana wa Mungu, uwezo ulioko ndani yako, uwezo unaoitwa akili. Sema akili. Sema tena akili. Ninaomba unisikilize kwa makini. Akili. Huu ni uwezo muhimu sana ambao lazima uwe unajifunza, sio tu kuomba, lakini kuchunguza na kuelewa kwamba kiwango cha akili yako kikoje. Ukisoma maandiko kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 2, mstari wa 16. Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 16. Ukituwekea tafsiri zote mbili kwa pamoja inakuwa nzuri zaidi. Mstari wa 16. Angalia, anasema hivi. Mstari wa 16. Maana ni nani aliyefahamu nia ya Bwana amwelimishe? Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Ni nani aliyefahamu nia ya Bwana amwelimishe? Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Sasa ukisoma Biblia ya Kiingereza inazungumza kitu cha ajabu sana hapo. Pale anaposema tunayo nia ya Kristo. Sasa unaniwekea King James Old Version, nafikiri unayo New Version. Anasema for who hath
known the mind of the Lord, that he may instruct him, but we have the mind of Christ. We have the mind. Angalia lile neno. We have the mind of Christ. Wakati huko anasema, lakini tunayo nia ya Kristo. Tunayo nia ya Kristo. Kwa hiyo kumbe unapompata Kristo kwenye maisha yako, tunategemea usiseme tu ninayo nguvu ya Mungu, lakini unayo pia nia ya Kristo. You have the mind of Christ. Mind of Christ. Neno mind, ukienda kwenye kamsi utaona ina tafsiri zaidi ya 4. Lina vitu zaidi ya 4 au 5. Lina maana ya akili, lina maana ya mawazo, lina maana, kwa Kiswahili sasa, lina maana ya fikra. Amen. Lina maana ya ufahamu. Neno mind. Kwa ukikuta neno mind, linazungumza akili, linazungumza fikra, linazungumza ufahamu, linazungumza mawazo, thoughts. Ni nani aliyejua nia ya Bwana amwelimishe? Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Biblia inasema sisi tunayo nia, sisi tuna akili ya Kristo. Wewe una akili ya Kristo. Wewe una akili ya Kristo. Ndio maana saa nyingine tukiwa tunafundisha darasa la watumishi, darasa la wahubiri. Siku moja nilikuwa nafundisha darasa kule chuo ninachokifundisha. Nilikuwa nafundisha darasa la bachelors wanaochukua Bible theology. Nikawa nawauliza wale pastors, nikasema hivi, unapoenda kutumika unasema hili ndio neno la Bwana, huwa unamaanisha nini? Wakanitizama, nikawauliza, unaposimama madhabahuni namna hiyo unasema Bwana asifiwe, fungua Biblia, huwa unamaanisha nini? Nikasema njia nyepesi itakao kusaidia ili usicheze na ujumbe wa Mungu na kuchezea madhabahu ya Mungu. Kabla hujaenda kusimama, jiulize maswali haya. Biblia inasema sisi tunayo nia ya Kristo. Kama tunao nia ya Kristo, maana yake tuna akili ya Kristo. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kile unachokiwaza unapoenda madhabahuni unaniambia hivi, ndivyo ambavyo Kristo angekuwa katika mwili angewaza hivyo hivyo. Kwa ukisimama madhabahuni unapohubiri au kufundisha, kwa lugha nyingine unasema kama Yesu angekuwa amevaa mwili leo katika nyakati zetu, angefundisha namna hii. Ukishaanza kuwa na mawazo hayo, kuna wakati utakuwa ukipangwa kwenda madhabahuni unalia kabla ya kwenda. Una hofu kubwa. Kwa sababu utakuwa na maswali. Mimi ninachoenda kukifundisha sio cha kwangu, ni cha Yesu. Kama Yesu angekuwepo leo duniani, namna ninaoenda kufundisha, je, angefundisha hivyo hivyo au yeye angefanya tofauti? Na ukishakuwa na akili ya Kristo, maana yake unafikiri na kuwaza kama Kristo. Maana yake una mitazamo ya Kristo. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Sasa tunaposema uwezo, nguvu iliyoko ndani ya mtu ya kuleta matokeo, nguvu mojawapo ni nguvu ya kiakili. Kuna vitu vinahitaji akili ili vifanyike. Kuna vitu vinahitaji akili ili vitokee. Na hiyo akili isipopatikanika, hivyo vitu havifanyiki. Ndio maana kuna aina ya mamlaka ili operate. Kuna aina ya nafasi ili mtu akae. Huwa haidai mtu, inadai akili. Nafasi ile inadai akili. Mnaweza mkao watu wengi, nafasi kawa empty, kwa sababu akili ya namna hiyo haijapatikana. Mtu mmoja hajanielewa. Fungua kitabu cha Mwanzo nikuonyeshe. Fungua Mwanzo. Fungua Mwanzo.
Fungua Mwanzo, kitabu cha Mwanzo sura ya 41 mstari ule wa 37. Kitabu cha Mwanzo sura ya 41 mstari wa 37 mpaka wa 40. Angalia. Neno hilo likawa jema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake wote. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Unaelewa Farao anachozungumza? Anasema kwa jambo ulilolisema na ukatoa ushauri, nafasi hiyo ipo, lakini akili hiyo haipatikaniki kwenye nchi yangu. Watu wangu ninawajua. Ni kama Farao anasema hivi, watu wangu mimi nawafahamu. Akili ya namna hiyo haipo kwenye taifa langu. Na akili ya namna hii sio ya kawaida. Ndio maana anasema tumpate wapi mtu kama wewe, ambaye roho ya Mungu iko ndani yake. Maana yake hii akili unaozungumza ni ya mtu ambaye ana roho ya Mungu tu peke yake. Mtu wa kawaida hawezi kuwa nayo. Kwa lugha nyingine tungesema ni divine intelligence, akili ya kiungu ambayo mtu mwenye roho wa Mungu peke yake ndiye anakuwa nayo. Tumpate wapi mtu kama huyu? Alafu angalia anachozungumza. Anasema Farao akamwambia, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili. Sema hapana mwenye akili. Sema hapana mwenye akili. Hapana mwenye akili na hekima. Maana yake anazungumza uwezo ulioko ndani ya Yusufu, kwamba mwenye uwezo wa kiakili kama wewe hayupo, wala wisdom kama wewe hayupo, hekima kama wewe hayupo. Kwa hiyo kwa sababu hiyo wewe utakuwa juu ya nyumba yangu yote. Kinachompa mamlaka, kinachompa nafasi ya kutawala ni maombi, si ndio? Aliomba Mungu niinue akili. Ndio maana kuna vitu Mungu akijua kwamba ili uvipate na uvitawale vinahitaji akili, atakachokusaidia ni kukupa akili, sio vitu. Akili. Na ndio maana akili ni zawadi aliyozawadiwa mwanadamu na Mungu mwenyewe, ili atofautiane na viumbe vyote katika uumbaji wa Mungu, katika kufikiri, kufanya maamuzi, kutatua changamoto, kuwaza na kutenda. Akili. Narudia tena, nasema hivi, akili ni kipawa, ni zawadi ambayo Mungu amempa mwanadamu peke yake kuliko viumbe vingine vyote, inaomfanya awe na uwezo wa kufikiri, kutenda, kufanya maamuzi, kutatua changamoto mbalimbali. Akili. Ndio maana akili ya mtu ikiharibika, maisha yake yameharibika. Haijalishi ananena kwa lugha kiasi gani, yameharibika. Akili. Kuna vitu vinategemea akili. Watu wa Mungu unisikilize watu wa Mungu. Hii dunia unayoiona huku, maisha haya unayoyaona haya ya kuishi mwilini, unisikilize. Unaweza ukawa na upako na ukawa na nguvu za Mungu kweli kweli, lakini kama una akili, hata hizo nguvu za Mungu zitakuwa misused. Utazitumia vibaya na zitakuharibu wewe na watu wanaokuamini.
Akili ni muhimu. Hii ilikuwa ni changamoto ambayo inakuja mbele kwenye taifa la Misri, na hakuna aliyekuwa ameweza kutatua wala kujua namna ya utatuzi wake. Mungu anaileta ndoto kwa mtu ambaye wala hajaokoka, alafu watafsiri, waganga na watu wengine wameshindwa. Anaitwa huyu kijana Yusufu. Kinachomtoa gerezani, akili, uwezo alionao. Kuna maeneo mengine ili wewe ufanikiwe unahitaji yani kutweza utu wako, yani kama kujaribu hivi, usiwe kama binadamu na nini. Hizo ni fikra za kiduniani. Lakini kwenye kusudi la Mungu kihalisia, unahitaji kitu kinaitwa sound mind, akili nzuri, akili bora. Na ndio maana Roho Mtakatifu anapojaa ndani yetu, moja ya kitu anatupa ni roho ya ubora. Roho ya ubora huwa inafanya nini? Roho ya ubora huwa inaenda kuinspire, inazivuvia akili zetu, zinakuwa transformed, zinachukua kitu kinaitwa Christ like, mfano wa Kristo. Zinaanza kuwaza na kuchanganua mambo kwenye viwango vya kiungu. Kwa hiyo huyu mtu ukimpelekea changamoto, hata kama hana taarifa nayo, atakwambia subiri nifikirie, subiri nifikiri, subiri nifikiri. Ndio maana saa nyingine tunapowafundisha wale vijana anaosema naenda kuoa sasa. Nilikuwa nimekutana na vijana fulani wa vyuo wakubwa hivi. Nikawaambia sikiliza, ni marufuku kusema mimi siwezi wala sielewi wala sijui. Kwanza ni kosa. Unasemaje ujui? Biblia inasema mtu wa rohoni anajua kidogo, si ndio? Nyesi mnasoma maandiko. Biblia inasema mtu wa rohoni anajua kidogo. Tena anasema yeye hatambulikani na mtu, lakini yeye anajua. Amsomi. Ngoja niwasomee, msiseme mwalimu tu anaongea hapa. Huo mtindo wa kusema unajua mimi napata shida kwa sababu sijui. Sikiliza, kwanza ni kosa kusema ujui. Kibiblia ni kosa. Maana yake wewe unajiondoa, unasema mimi sio mtu wa rohoni. Kwa nini usijue? Una roho. Kwa nini usijue? Na Biblia inasema roho atawajulisha yote. Maana yake atazifanya akili zetu ziwe well informed, ziwe na taarifa za kutosha. Haleluya. Angalia Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 15. Anasema lakini mtu wa rohoni huyatambua yote. Sema huyatambua yote. Wala yeye hatambuliwi na mtu. Huyatambua yote. Maana yake huyu ni problem solver. Ni mtu ambaye anatakiwa kukaa kwenye vitengo vinaitwa problem solver. Kila changamoto inayotokea kwake ni chakula chake, kwa sababu anayatambua yote. Mtu wa rohoni, kitu gani kinamwezesha awe na uwezo huu? Kwa kuwa anayo akili, sio akili ya kibinadamu, lakini akili ya Kristo ndani yake. Anayo. Ndio maana unapojazwa roho, usiconcentrate tu kwamba nijazwe upako peke yake. Mwambie nataka nijazwe roho katika ukamilifu wake wote. Nijazwe roho katika akili, nijazwe roho katika hekima, nijazwe roho katika uwezo wa ufahamu. Amen, amen. Kwa sababu Mungu akiwa na project yake Dodoma, project ya Mungu, kwenye ufalme wa Mungu kuna project nyingi sana. Mungu anapokuwa na mradi wake wa ufalme wake Dodoma, akitaka kufanya, hafanyi na kila mtu. Kasome maandiko. Hafanyi na kila mtu.
na hafanyi na wewe kwa sababu umeokoka. Anautazama, cha kwanza anatazama utayari wako, lakini cha pili anaangalia aina ya project, mradi anaotaka kuufanya Dodoma. Unahitaji watu wenye akili, tena sio akili tu, akili za moyoni. Sasa anachofanya, anawajaza roho ya Mungu katika akili. Okay. Fungua Kutoka 35. Tuangalie Kutoka haraka. Fungua mtu wa Mungu. Fungua kitabu cha Kutoka. Nataka unisikilize. Kuna vitu unaviona vigumu. Tatizo lako sio ugumu wa hivyo vitu, akili yako. Akili yako. Kutoka 35. Kutoka 35. Mstari nimesema wa 30 hadi wa 35. Mungu alikuwa na mradi hapa, ana project. Amemwambia Musa watengeneze hema. Watengeneze hema. Angalia, Mungu anayo project hii. Anasema kisha Musa akawaambia wana wa Israeli, angalieni, Bwana amemwita kwa jina lake Bethaleli mwana wa Huli wa kabila ya Yuda, naye amemjaza roho ya Mungu katika hekima na akili. Sikiliza kwa makini. Amemjaza roho ya Mungu. Sema amemjaza roho ya Mungu. Kumjaza roho ya Mungu maana yake nini kwenye Agano Jipya? Kujaa Roho Mtakatifu. Ujazo. Anasema amemjaza roho ya Mungu katika hekima na akili na ujuzi na kazi ya ustadi kila aina, na kuvumbua kazi za welevu, na kufanya kazi za dhahabu na fedha na shaba, na kukata vito vya kukatilia. Vyote hivi ni ujazo wa Roho. Na kuchora miti, atumike katika kazi za welevu kila aina. Maana yake kila aina ya kazi amemjaza mtu mmoja. Sasa wewe mama siwezi na dada siwezi, kafanya hiki siwezi. Sema akili sina. Usiseme siwezi. Unaelewa maana ya siwezi? Maana yake sina uwezo. Uwezo gani hauna? Wa kiakili. Sababu kanisani unaimba vizuri, haleluya, tuombe baba, lakini akili hamna. Nimesema mama siwezi, sio mama wewe yule mama siwezi. Kwani huko mama siwezi hapa? Nimesema mama siwezi. Amen, amen. Wewe una akili, nazungumza yule mama siwezi yule. Jina la Yesu libarikiwe. Fanya hiki siwezi, dada siwezi huyu. Yani mimi siwezi wapendwa, yani mimi siwezi. Naanzeje kwanza? Jambo hili ni gumu sana. Sema sina akili, sio kwamba uwezi. Ya unamkosoa Mungu. Mungu hajamuumba mtu ambaye hawezi. Sema sina akili, yangu haifanyi kazi vizuri. Nahitaji msaada wa kiakili. Na hili kanisa limetelekeza pembeni masuala ya kiakili, limeweka pembeni. Na kwamba unashangaa mtu kabla hajaokoka saa nyingine alikuwa hata anaweza akauza nyanya vizuri. Baada ya kuokoka hata nyanya tu anashindwa kuuza. Ila mwambie maombi, tunaweza kuomba kuanzia asubuhi mpaka saa 6. Alafu mwambie kaa hapa tufikiri juu ya mipango mbalimbali. Akwambia tunafikiri nini? Twende tu kwenye maombi, tumwachie Bwana atatenda. Bwana atatenda. Akili. Bwana anataka ufumbue vitu. Anataka uwe mfumbuzi. Anataka ufumbue mambo. Unatumika, we ni mwinjilisti kwenye utumishi wako. Mungu anataka akupe akili ya kufumbua njia zitakazotimiliza mapenzi yake. Akili. Sasa angalia, mwalimu, kwa nini unaongea vitu kama hivi kwa mzigo sana? Kuna project, nimekupa pointi ya pili hiyo. Mwingine alikuwa hajanielewa, nimefundisha kama mwinjilisti. Ngoja nirudi. Nilipokuwa nakusomea kile kitabu cha Yusufu, nilikuwa nakuonyesha namna ambavyo akili inaweza kumpa mtu nafasi. Nikasema kuna nafasi zinahitaji akili, sio mtu. Watu wanaweza kuwepo lakini hiyo nafasi ikawa empty. Kuna nafasi zinahitaji akili, sio mtu. Kwa mfano saizi unakuta Mungu anajua kwamba miaka 15, miaka 20 ijayo
hali ya kiuchumi itakuwa mbaya sana duniani. Kutakuwa corrupt. Nikisema corrupt unanielewa? Kutakuwa na kumeanguka, sijui niseme kumeanguka. Yani utakuta uchumi ule wa kupita njia sahihi umeshakufa. Kila anayefanya anatakiwa afanye utapeli kidogo, afanye wizi, afanye nini, afanye hivi, aibie serikali au aifanye hivi, afanye usurumaji, afanye nini, yani ujanja. Kwa hiyo zile njia za watu waliookoka zilizonyooka zitakuwa hazipo. Utafanyaje biashara? Kwa kufanya biashara itakuwa dhambi, kwa sababu njia zote zimeharibika. Hapo ndipo panahitajika watu wenye akili, ambao hata wa duniani wakiwa wamekwama wanasema tumfuate yule dada wa kanisa la Famti pale, tumfuate yule dada wa Dodoma, akitamka neno, akituambia mikakati, mambo yanafunguka yenyewe. Watu wenye akili. Haya, unaenda kuomba familia. Kwa mfano ukimwambia mtu tukaombe familia, unaombea nini? Wewe unaombea nini? Najua ombi la kwanza ambalo mwingine anaweza akawa analifahamu, anaweza akasema Mungu naomba okoa familia. Lakini utasikia mtu mwingine anavyoomba, utasikia Mungu familia yetu sisi wote ni maskini, yani tuko kama mbwa. Utasikia yuko kwenye maombi, sisi sote ni maskini, tuko kama mbwa wanaotafuta chakula huko mtaani. Unaonaje Mungu? Utusaidie tu. Kama ningelikuwa mimi, ningesema Mungu ninajua unaweza yote. Kwenye familia yetu, akili ya watu kufanikiwa kiuchumi imefunikwa, haionekani. Akili ya watu kufanikiwa kwenye mambo fulani. Kwenye familia yangu hatuna madaktari bingwa, hatuna wanasheria bingwa, hatuna viongozi, hatuna wachungaji na maaskofu, hatuna hiki na hiki na hiki. Hukuileta familia yetu imtumikie shetani, umeileta familia yetu ikutumikie wewe uliye hai. Sijui unanielewa? Peleka hoja. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Na unapoomba akili useme naombea watoto wangu akili, unamwambia Mungu zianze na kwangu, nijaze akili. Niko nawaambia katoto kangu kamoja kakiume kamekaa hivi, nikakambia mwanangu unanisikia? Kakasema ndio nasikia. Nafikiri na kijana wangu alikuwa anasikia huyo. Wakati nakapigia simu nakambia, nikasema kile kitabu cha wokovu, misingi ya maisha ya wokovu, umesoma kurasa ngapi? Nimesoma kurasa 13. Nikasema unanidanganya mchana kweupe. Hayaanza. Umeelewa nini? Nipe samale ya kurasa 13. Kakaongea vichwa tu. Nikasema unanitania wewe. Nikasema mwanangu sikiliza, mama yako ana akili, mimi baba yako nina akili, and no way out. Wewe unaweza ukawa mjinga na wewe unatakiwa kuwa na akili. Siji mnanielewa ninachosema? Unajua hadi kalishtuka kakawa kapole. Nikasema nina akili mimi na wewe una akili. Na haya maneno nilianza kujisemesha toka nasoma chuo. Nilikuwa naambia mimi nina akili kuliko wakufunzi, nina akili kuliko nini. Na nafikiri ile imani ilinisaidia sana. Nilikuwa nawashuhudia watu fulani, sio kwamba sijawahi kufeli. Mimi nimefeli huko nyuma, form 6, form 5, siji form ngapi. Nilipofika chuo nikasoma neno la Mungu kwa machozi mengi, nikawa nasema mimi nina akili, na nilikuwa busy kutumika na kuhubiri injili. Nimesoma chuo nikamaliza degree, sijawahi kupata sapu hata ya kusingizia, lakini darasani sikai muda mrefu. Unasema sasa ilikuwaje? Roho Mtakatifu anaweza kuinspire akili yako ikawa inafanya kazi kuliko kawaida. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Inaweza kuwa inspired ikafanya kazi kuliko kawaida. Sisi tunajichukulia kawaida.
na adui anatumia huo ujinga tulio nao. Kuna vitu vingine, kila kitu tunafikiri muujiza, 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 muujiza. Pokea muujiza. Muujiza wa nini? Muujiza wa biashara, muujiza wa gari, muujiza wa nini? Sasa ukipewa biashara kimuujiza, utaiendeshaje? Ona hivyo, nitazama. Umepewa biashara kimuujiza, nitazame vizuri kweli unione, utaiendeshaje? Haya, pokea muujiza. Muujiza wa nini? Wa biashara. Biashara gani? Kampuni. Wewe unajua hata kampuni inaendeshwaje? Umepokea, unayo akili ya kuendesha? Kwa sababu ili kiendeshwe kinahitaji akili. Kwa hiyo hata tutakapokuwa kwenye kongamano la maombi, unapoomba, Mungu fungua mlango wa uchumi, nifungulie, nimiliki kampuni, nimiliki. Unayo akili ya kusimamia kampuni? Unayo? Umeona kuona leo kanisani vituko vinavyokuwepo? Hebu fikiria, Mungu amekupa kipawa cha kuimba. Mpaka kuimba kwenyewe unahitaji manager. Yaani mimi hapa mwalimu, eti naenda kutafuta, nahitaji manager wa kunisimamia juu. Aseme, mwalimu, leo utaenda kuhubiri huku na hauendi huku. Si kama mnanielewa? Nimeshakutana na waimbaji, mwimbaji mmoja akaniambia, mwalimu, nataka uwe meneja wangu. Nikamuuliza, kuwa meneja wako maana yake ni? Eti usimamie kipawa changu. Yaani wewe ndio utakao kunasimamia niende wapi kuhudumu, nisiende wapi. Angalia wewe ujinga. Hivyo ukisoma kwenye maandiko, wale waimbaji wa Matendo ya Mitume, kuna mtu aliyesimamia kipawa cha mtu akaimbe. Nyie mmetoa wapi? Hapo waimbaji wamenikasirikia, wanasema, mwalimu, ushindwe, ishia hapo hapo kwanza, usiendelee mbele. Najaribu sikulaumu, najaribu kukuonyesha kuna vitu umekopi, sio bibliko, sio vyenyewe. Wewe unaweza kusimamia kipawa ambacho Mungu amekupa. Roho Mtakatifu akikujaza, anakujaza na akili, na anakujaza na akili, anakujaza na akili, kwa sababu wewe mwenyewe ni project ya Mungu duniani. Wewe ni ufalme wake. Ili kuwepo wewe duniani, sura yake ionekane duniani kupitia wewe. Wewe sio wa kawaida. Wewe ni ubarozi wa ufalme. Wewe ni miliki ya Mungu aliye hai. Wewe ni serikali ya mbinguni. Mahali ulipo, serikali ya mbinguni ipo. Ndio maana Mungu akasema, ndani yenu nitakaa na kati yenu nitatembea. Maana yake ukiwepo mahali ni Mungu amekaa hapo. Sasa nakaaje na mtu akili hazifanyi kazi vizuri? Unanisikia? Sijui unapata hasira au unaona ni vitu vya kawaida. Unajua shetani hadi anakufunga vifungo vya kutishatisha. Sehemu nyingine hadi nikajiuliza, yani nakuaje? Yani mchawi aliyetoka kujifunza leo kuruka anakuja kukufunga wewe unayenena kwa lugha. Eti amefunga nini? Amefunga biashara, amefunga nini? Amefunga uchumi. Mchawi amefunga hiki. Yani wewe ni wa kufungwa wewe. Mtasema jirani yako, muulize, hivi wewe ni wa kufungwa wewe? Anasemaje? Kuna problem somewhere. Kuna shida mahali. Akili. 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 Akili, watu wa Mungu. Akili. Akili zinakupa nafasi ya kutawala mahali zinapohitajika. Akili inakupa nafasi ya kusimamia project ya Mungu duniani. Ndio maana alijazwa huyu mwana wa Huri, alijazwa akili na hekima na ujuzi na uvumbuzi. Akili haikusukumi kuangalizia kila kitu. Akili inavumbua. Wewe unakuwa mvumbuzi. Unakuwa mvumbuzi, sio kuangalizia. Umeokoka na umefanywa hivyo, na huo uwezo uko ndani yako. Unachohitaji wewe ni kumruhusu Roho wa Mungu ndani yako akujaze, asababishe hiyo akili ianze kufanya kazi sawa sawa. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Yusufu akatawala kwa sababu ya akili. Akili. Kuna vitu huwezi kuvitawala pasipo akili. Huwezi.
Yes. Nyakati wa kwanza 12:32. Wana wa Isakari wanaojua, soma hiyo haraka, tuende kwenye maombi. Akili ni uwezo muhimu sana ndani ya mtoto wa Mungu. Akili ni uwezo wa muhimu sana ndani ya mwana wa Mungu. Kuna aina ya dhambi huwezi kuzishinda kama una akili, zitakuangamiza tu. Akili. Nyakati wa kwanza 12:32. Nyakati wa kwanza 12:32. Biblia inasema, na wana wa Isakari, watu wenye akili. Sema watu wenye akili. Umeona ilivyo identify? Hawa ni wana, ni uzao wa mtu huyu anaitwa Isakari. Lakini anasema ni watu wenye akili. Akili za namna gani? Za kujua nyakati. Manake kumbe akili inaweza ikawa na departments ndani yake. Inaweza ikawa na idara mbalimbali. Unakuwa na akili za kujua kitu fulani tu. Lakini ukisoma kwa Timotheo utagundua Paulo anamwambia Timotheo, Mungu atakupa akili katika mambo yote, sio za kujua jambo fulani tu peke yake. Anasema wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua ya wapasayo Israeli wayatende. Anasema vichwa vyao walikuwa watu 200 na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Ndugu zao wote walikuwa chini ya nini? Ya amri yao, chini ya mamlaka yao. Kwa nini wanakuwa chini yao? Kwa sababu hawa ni watu wenye akili. Kinachowafanya wenzao wawe chini yao ni kwa sababu ya uwezo wa kiakili. Unataka kufungua biashara, uajiri na watu wawe chini yako. Unayo akili? Unao akili ya kuwatawala hao wafanyakazi wako? Ndio utasikia, mwalimu, mimi kukaa na wafanyakazi hao kwanza wezi, nimeamua kuwatimua wote. Sasa utaendeshaje kampuni? Power of mindset. Mind. Akili. Kwa hiyo ndugu zao wakawa chini ya amri yao. Kwa nini? Kwa sababu ni watu wenye akili. Walikuwa na akili ya kuzijua nyakati na yale ya wapasayo Israeli wayatende. Kwa walijua saa hii Israeli wafanye nini kwa sababu ya akili. Sasa tuna hadi wa Kristo ambao ukiwaambia hivi sasa hivi tunatakiwa kufanya nini, tunatakiwa kuliombeaje taifa, anasubiri upepo wa wanasiasa waongee ndio aje aseme jamani tuombe sawa sawa na wanasiasa. Akili. Akili. Kwa na wanasiasa wakitazama hivi wanatazama tuone akili za kanisa. Wakikuta zina hengi hivi wanasema tutatumia hawa kwa sababu akili zao ziko tu. Zina hengi. Kila upande wa wanasiasa unacheza na kanisa, akili zao zimekaaje? Kwa mkilipuka wanasema akili zao ziko hivi. Tuwatumia hawa. Wewe ni mtu mwenye akili ya kiungu. Fanya kila kitu kwa kutimiliza project ya Mungu mahali ulipo. Kama ni kwenye taifa letu tunapoomba, tusiombe sawasawa na maneno ya wanadamu au mazingira au chochote. Tuombe sawasawa na mapenzi ya Mungu, uongozi wa Roho Mtakatifu unavyosema. Haijalishi nje kukoje, lakini Roho Mtakatifu anasema nini. Hiyo ndio akili ya kiungu. Usiendeshwe na mihemko na hisia. Mbona wengine mnasemaga mimi napita kwenye majaribu? Kwa nini unaamini wewe unaweza kupita kwenye majaribu na hauamini kwamba taifa linaweza pita kwenye jaribu? Kwa nini unaamini hivyo? Kwa nini wewe unaamini kwamba mimi naweza pitia majaribu lakini huamini kwamba taifa linaweza pitia jaribu? Kwa nini uamini?
Kwa nini unaamini kwamba wewe unaweza kukutana na mapito na hauamini kwamba taifa linaweza kukutana na mapito? Sasa alikuwa kwenye mapito, wewe ukiwa kwenye mapito unamlaumu nani? Unaanza kunungunika. Watu wote wanaonungunikaga kama wana wa Israeli, unajua wanakoishia? Wewe unatakiwa uinue macho yako, mtazame Mungu aliye hai, alafu msikilize Mungu anaongea nini, anaongea lugha gani kwenye taifa lako, anaongea nini kwenye nchi yako, anaongea nini kwenye kanisa lako, alafu utende sawa sawa na kile Mungu anachosema, na sio kwa kujionyesha. Hata mahali pasiri, hata chumbani kwako unasema Mungu ameongea na mimi kwa ajili ya mji wangu wa Dodoma, kwa ajili ya mtaa wangu, kwa ajili ya taifa langu, kwa ajili ya Afrika yangu, amesema na mimi. And then you go, you pray. Tena watu wanaongeaga sana, hata hawaombi sana. Nasikia pepe tunaombea taifa. Wewe unajua kuombea taifa maana yake? Unaelewa? Unaelewa? Unaweza kukaa ndani siku 4 huoni jua na haujisikii kuona jua, machozi yanamiminika kwa ajili ya taifa lako. Unaombea taifa? Ita mchezo wenyewe watu wa Mungu. Labda uombea ajenda zetu za kisiasa na mambo mengine, lakini taifa, unaelewa taifa maana yake unatafuta mapenzi ya Mungu juu ya taifa hilo na muongozo wake, na Mungu anataka nini kifanyike, alafu ukae kwenye hiyo nafasi and you pray. Utapata hata muda wa kuja kuongea. Na nataka nikwambie, asilimia kubwa ya wanaoombea taifa utakuta hata waongei sana. I'm telling you. Sisemi wanaoongea waliombei, wanaliombea na wao, lakini wale waliobebeshwa agenda nzito, they can't speak. Huwezi kuongea kwa sababu wako kwenye secret mission, wanajua mengi. Ndio maana saa nyingine hata wakituona hapa tunaongea, watumishi wengine kama sisi, ukiongea anakuambia hivi, mwalimu anajua anachoongea, kwa sababu wao wako kwenye secret mission. Wamebeba hatima ya watu walioko sasa na vizazi vitakavyokuja, and they pray. Sasa ukiomba maombi ya mwenzangu na mimi, maombi ya dakika 10, baba katika jina la Yesu nafunika damu ya Yesu, nafunika damu ya Yesu. They pray. Mtu anaweza kainamia kochi lake namna hii, anaomba, anasahau aliinamia saa ngapi, anakuja kunyenyuka, wanamnyosha mkono. Sio yeye, amebebeshwa mzigo na Roho Mtakatifu. Mandorobos. Unaniruhusu nimalizie, tuingie kwenye maombi sasa. Muda wetu umeenda. Uko tayari nimalizie tuingie kwenye maombi? Andika jambo lingine hili haraka tu. Jambo lingine hili. Sema ufahamu, understanding, ufahamu. Andika neno ufahamu. Andika neno ufahamu. Jamani, ufahamu ukiharibika pia maisha yako yameharibika. Maisha yako yameharibika. Sitakuelezea sana, lakini nataka ufahamu, ujue. Wakolosai 1 mstari wa 9 hadi wa 10, utaona anazungumza juu ya ujazo wa maarifa ya mapenzi yake, ufahamu wa rohoni na hekima. Kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Ufahamu wa rohoni, uwezo wa kuyaelewa mambo katika uhalisia wake. Understanding, ufahamu. Kuna mambo ili yatokee lazima kwanza uyaelewe. Angalia mambo ya rohoni yalivyo ya ajabu. Kuna mambo ili uyapate mpaka uyaelewe kwanza, mpaka uyajue kwanza. Na kuna aina ya uhuru katika Roho Mtakatifu
kwenye maisha yako ya kiroho. Ili uwe huru, lazima uwe na ufahamu kwanza. Ndio maana Yohana 8 mstari wa 31 na 32 akawaambia Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli, nanyi mtaifahamu, nanyi mtaifahamu, nanyi mtaifahamu, nanyi mtaifahamu, nanyi mtaifahamu. Anazungumza nini? Ufahamu. Ufahamu juu ya nini? Ya kweli. Nanyi mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Eneo ambalo huna ufahamu huwezi kuwa huru. Malizia hiki kitabu, tuingie kwenye maombi sasa. Eneo ambalo huna ufahamu huwezi kuwa huru. Eneo ambalo huna ufahamu, kitu ambacho huna ufahamu nacho hakiwezi kuwa cha kwako. Utaomba sawa, lakini kitu cha kwanza Mungu analeta ufahamu, analeta picha ndani yako, anakuonyesha. Na ndio maana kaangalia watu wengi ambao walikuwa wanaitwa kwenye utumishi, Mungu alipoleta ufahamu juu ya utumishi aliowaitia, wengi hawakukubali, wengi walilia, wengi walikataa. Lakini usipokuwa na ufahamu, ni rahisi tu kusema utumishi mbona ni simple, utumishi mbona ni kama show off, nikisimama pale mbele, haleluya haleluya. Ufahamu unakufanya uyaelewe mambo katika uhalisia wake. Na ndio maana Biblia inasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Maana yake uwe na ufahamu wa kutosha kuhusu Mungu. Ufahamu ukiwa nao unakuwa na amani. Haleluya haleluya. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Isaya, namalizia hapo, Isaya sura ya 7. Isaya sura ya 7, unisikilize. Isaya sura ya 7, namalizia hapo. Isaya sura ya 7. Huu ulikuwa ni unabii wa kuzaliwa kwa Yesu. Bikira atamzaa Yesu. Lakini angalia nikuonyeshe ule mstari wa 15 na 16, unisikilize kwa makini ninapomaliza. Anasema siagi na asali atakula wakati ajuapo kuyakataa mabaya na kuyachagua mema. Narudia hapo. Siagi na asali atakula wakati ajuapo kuyakataa mabaya na kuyachagua mema. Mstari wa 16. Kwa maana kabla mtoto huyo hajajua kuyakataa mabaya na kuyachagua mema, nchi ile ambayo wewe unawachukia wafalme wake wawili itaachwa ukiwa, itaachwa ukiwa, itaachwa ukiwa. Kwamba Mungu ataondoa vikwazo, lakini huyu aliyeondolewa vikwazo atabaki na maisha yale yale kwa sababu hana ufahamu. Siagi na asali utakula wakati ujuapo. Sema wakati ujuapo. Maana yake wakati utakapokuwa na ufahamu. Haujawa na ufahamu hautakula. Oh mando robos. Siagi na asali viko pale, lakini you will never eat. Haujikula. Aisha kusema tu, yani Mungu bwana, wengine wana bahati. Sio bahati, ufahamu. Biblia inasema ufahamu ni chemchemi ya uzima kwake aliyo nao. Ukisoma Misali 2 inasema utafute ufahamu kama hazina iliyositirika. Ufahamu utafute kama hazina, utafute kama fedha. Ufahamu. Kwa nini anasema vile Sulemani kwenye Mithali? Kwa sababu ufahamu ni kitu cha muhimu sana. Watu wa Mungu nisikilize, kuna vitu vya kiroho usipokuwa na ufahamu utaishia tu kuvisema, lakini haviwezi kuwa halisi. Ndio maana ufahamu ni kitu cha muhimu sana. Ufahamu, kuwa na ufahamu, kuwa na uelewa wa kutosha ni kitu cha muhimu. Unahitaji ufahamu wa rohoni, uwezo wa kuelewa mambo kwa jinsi ya rohoni katika uhalisia wake. Unahitaji huo ufahamu. Mtu huyu siagi na asali atakula wakati ajuapo. Wakati ajuapo. Asipojua hawezi kula. Kuna vitu ukitaka ule mpaka uwe na ufahamu. Usipokuwa na ufahamu hutakaa ule. Unaweza ukawa unaomba lakini huli. Maana yake nini? Maana yake huvipati viwe vya kwako. Vinahitaji aina ya ufahamu. Vinahitaji aina ya ufahamu. Vinahitaji aina fulani ya ufahamu. Ajuapo, wakati ajuapo.
ndipo atakapokula. Unaweza kukemea wachawi wote, na pasua na vunja madhabahu za giza. Yes, zimevunjika, lakini kichwani mwako hakuna ufahamu. Ndio ile unashia kukemea hata kisichokuwepo, kwa sababu hujui chochote wewe. Ufahamu ni muhimu. Ndio maana ufahamu sio tu ni uwezo, lakini ufahamu ni roho. Kuna roho inaitwa roho ya ufahamu. Ukisikia roho ya ufahamu, maana yake kuna nguvu ya ufahamu. Ukisikia nguvu ya ufahamu, ni uwezo ulioko ndani ya mtu wa kuelewa mambo katika uhalisia wake. Ndio maana Mungu akishindwa kukaa na wewe kwenye ufahamu, hata akili yako haitakuwa sawa, kwa sababu akili yako inachakata taarifa zilizoko kwenye ufahamu. Ufahamu ni jambo la msingi kwenye maisha yako, kwa sababu ukishajua, ufahamu ndio unaokupa kuelewa kwamba hili ni jeupe, hili ni jeusi, hili ni jekundu, hili ni jeupe. Ufahamu. Mandorobos. Wewe unajua kwa nini mwili wako uko active? Kwa sababu nasema kuna milango ya fahamu. Macho, pua, mdomo, masikio, ngozi, kwamba ninahisi mtu akinigusa. Why? Una ufahamu. Kama ulivyo na ufahamu wako hivyo, kuna ufahamu wa rohoni ambao unakaa ndani yako kama uwezo. Kuna vitu hata saa nyingine havijawahi kuingia moyoni mwako, unaviwaza, havitokei. Ufahamu. Unisikilize, tunapoenda kuomba kwenye masuala ya familia, Shetani akitaka kuwanyima aina fulani ya maisha ambayo Mungu aliwakusudia, anawapiga hata waliookoka wasiwe na ufahamu juu ya familia zao, wasijue kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho. Wanaishia kusema tu, kwenye familia yetu kuna walevi, kwenye familia yetu kuna wachawi, kwenye familia. Kumbe wamekosa ufahamu. Wanachoona ni matokeo, hawaoni kilichofanyika kwenye ulimwengu wa roho. Mtu mwenye ufahamu akishajua kinachoendelea, atajua na namna ya kutoka. Namna ya kutoka maana yake anayo maarifa ya kuitoa hiyo familia. Hata omba tu, anajua mpaka aina ya maombi, kwamba ili familia yangu, ili maisha yangu ya kifamilia yabadilike, ninaingia mbele za Mungu kuomba namna hii. Na ukisha kuwa na ufahamu, yale yote ambayo Yesu aliyafanya Calvary yanaanza kuwa halisi ndani yako, kwa sababu ufahamu utakwambia hili Yesu alishughulikia msalabani halitaki kukuonea. Sio haki yako, sio haki yako kuwa na laana, sio haki yako kufungwa, sio haki yako kuwa mwenye dhambi. Yesu alishughulikia dhambi Calvary. Ukishajua namna hiyo, kuna namna unakuwa na ujasiri kukataa vitu visivyohitajika kwenye maisha yako. Ule ufahamu unakupa confidence, unakupa ujasiri, unakupa uwezo wa kusema hili hapana. Kama unaelewa sema amen. Na shetani akishaona hivyo anasema, oh, amejua. Siagi na asali utakula wakati ujuapo. Usipojua hautakula. Hata kama mwalimu amekutabilia, huwezi kula. Kuna vitu ili ule lazima ufahamu, lazima ujue. Kando robosi, lazima ujue. Ando robosi, lazima ujue. Nataka tuombe. Lazima ujue. Lazima kataa kuishi bila ufahamu halisi kwenye maisha yako. Lazima ujue. Nataka tuende kwenye maombi. Jesus, nataka tuende kwenye maombi. Fahamu zikipigwa, maisha yako yamepigwa. Kasome Biblia. Kasome habari za yule mfalme ambaye alibadilishiwa moyo. Kilichokuwa kinabadilishwa ni ufahamu wake. Ndio maana anasema baada ya miaka hiyo fahamu zikanirejea. Anazungumza juu ya ufahamu kurejea. Ufahamu ulipopigwa aliishi kama mnyama. Ufahamu ukikosekana utaishi maisha yasiyokuwa ya kwako. Na utajuaje sio ya kwangu? Moyo wako na roho yako vinajua kabisa, this is not my life. Ukikaa kwenye maombi, Mungu anakuletea picha. Unaota ndoto,
unaona maisha yako, unajiona mtu mkubwa, unajiona mtu fulani, lakini haitokei. Why? Ufahamu. Jesus. My Lord, my Lord. Simama kwa miguu yako. My Lord, my Lord. My Lord, my Lord. My Lord, my Lord. Kesho tunaanza kongamano, lakini tunaenda mbele za Mungu kwa maombi. Ufahamu. Akili. 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 Leo nilikwambia tunatoa sadaka zetu kwa njia ya bahasha. Kama ukuwepo jana na hauna bahasha, unaweza kunyosha mkono wako ukapewa bahasha. Sababu tukianza maombi hapa, wengine wataruhusiwa kuondoka, wengine watabaki wanaomba. Kila mtu ana mzigo wake wa kuomba mbele za Mungu aliye hai kwa ajili ya familia. Bahasha ziko wapi? Bahasha zipo. Nani ana bahasha na kupata jana? Okay. Wahudumu, bahasha zipo. Bahasha zipo. Na kabla ya kuomba kwa ajili ya familia, natamani uombe jambo hili, Mungu akusaidie. Wanafunzi wawili walipokuwa wanaenda kijiji kimoja cha Emau, kwenye kile kitabu cha Luka, wakiwa njiani Yesu aliungana nao, lakini hawakumtambua. Amen. Alipofika kwenye kile kijiji anataka kuondoka, wakamkaribisha, akawapa chakula, wakampa chakula. Wakati wa kula mezani akakibariki kile chakula. Alafu Biblia inasema akawapa ili wale. Nini kikafumbuliwa? Kikafumbuliwa nini? Macho yao yakafumbuliwa. Ukiachana na hiyo incident, siku moja alikutana na wanafunzi wake, akawaombea, akili zao zikafunuliwa ili wapate kuelewa na maandiko. Anasema akili zao zikafunuliwa. Maana yake akili zinaweza kufunikwa, asielewi chochote, lakini akawafunulia. Tena asema zikafunuliwa, anasema akawafunulia akili zao ili zipate kuelewa. Kwa ninatamani uombe, ujiombee. Unaweza ukawa na maono, kuyasimamia maono kunahitaji akili na ufahamu wa kutosha. Alafu tutaingia kuombea familia. Unapoenda kuomba familia, unisikilize, pamoja na familia kupigwa, kuna maovu mengi yanayotendeka ndani ya familia, ambayo mengine yamefungua milango ya mashetani na mapepo kuleta shida kwenye hizo familia. Unaenda mbele za Mungu kwa toba, alafu unaingia kuipeleka familia yako mbele za Mungu. Unatumia jina la Yesu. Hakuna jina lingine walilopewa wanadamu ambalo kwalo wanaokolewa isipokuwa jina la Yesu. Na Biblia inasema kwa jina hili kila goti linapigwa, la vitu vya mbinguni na vya duniani. Funika macho yako. Tutakapokuwa tunaomba, nitakuongoza maombi kadhaa. Funika macho yako. Baba Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya jioni ya leo. Roho Mtakatifu, asante. Ninakutukuza peke yako, wewe uliye hai, kwa sababu wewe uko katikati yetu na unasikia kuomba kwetu Bwana, na umetuma neno lako jioni ya leo ili tupate kusikia, ili tupate kuelewa yaliyo mapenzi yako. E Bwana, asante kwa neno lako. Asante kwa neno lako. Asante kwa neno lako juu ya mamlaka, juu ya akili, juu ya ufahamu. Bwana asante.
katika jina la Yesu Kristo. Wewe unayajua maisha yetu, wewe unajua kuenenda kwetu, wewe unajua kuishi kwetu, Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu mwaminifu. Hii ni saa ya maombi ambayo tunakujia mbele zako, Roho Mtakatifu. Tunakuhitaji wewe kwa ajili yetu na kwa ajili ya familia na kwa ajili ya maisha yetu, Bwana. Asante kwa kuwa uko tayari kutusaidia, na ndio maana umelituma neno lako. Umelituma neno lako Bwana. Umelituma neno lako Bwana. Umelituma neno lako Bwana. Umelituma neno lako Bwana. Na kwa neno lako unasema wazi, yote yawezekana kwake aminie. Asante kwa kuwa neno lako limetengeneza imani ndani yetu katika jina la Yesu Kristo, na uko tayari kutusaidia. Kuna vitu hatuwezi kula, kuna vitu hatuwezi kuwa navyo kwa sababu ya ufahamu wetu kutokuwa sawa sawa, kwa sababu ya akili yetu Bwana kutokufanya kazi katika viwango vya kwako. Tuko jioni ya leo mahali hapa na kwenye madhabahu hii, Roho Mtakatifu wa Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu wa Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo. Wewe uliyewasaidia watu wako, wewe uliyewasaidia watoto wako, wewe uliyesaidia kanisa lako la kwanza, ukawajaza uwezo na neema, ukawajaza imani, ukawajaza nguvu, ukawajaza vipawa na kalama. Roho Mtakatifu wa Mungu, ndiye wewe ambaye umetukusanya hata sasa, na hii ni jioni yako tunapoomba kwa ajili yetu na kwa ajili ya familia zetu. Tulitangaza jana na wewe ulisikia ya kwamba leo tutaomba kwa ajili ya familia zetu. Mungu, katika jina la Yesu, kuna mambo yamekaa kwenye familia kwa sababu ya fahamu zetu kutokuelewa sawa sawa namna ya kufanya, namna ya kutenda. Lakini wewe ni Mungu uliye hai, uliyesema niiteni nami nitaitika, nitawaonyesha mambo magumu na makubwa msiyoyajua. Bwana, saa hii tunapokuita, ruhusu neema yako, ruhusu nguvu zako, ruhusu uweza wako, ruhusu mamlaka yako, ruhusu uweza wako, ruhusu mamlaka yako kwa jina la Yesu Kristo. Na ijulikane jioni ya leo kwamba Bwana unazitembelea familia zetu kwa upya kabisa. Unapita kwenye familia, unapita kwa wazazi, unapita kwa watoto, unapita kila mahali ili kuzikomboa familia za watoto wako, ili kuzirejesha familia za watoto wako. Ni jioni ya leo, ni jioni ya leo, ni jioni ya leo Mungu, sio jioni nyingine isipokuwa ya leo. Nami ninakusihi, ifanye siku ya leo kuwa siku ya kukumbukwa kwa watoto wako hawa, kwa watumishi wako, kwa watu wako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai. Ukiwa umesimama hivyo hivyo, fuatana na mimi maombi haya. Funika macho yako, mando rubus, na usimwangalie jirani yako. Kuna mifumo ya kifamilia iliyojengewa misingi ya giza, itakorapse. Wengine unaweza usiwe na pepo ndani yako, lakini mifumo inapambana na wewe. Kila unajitahidi mpaka maisha yako ya wokovu, you are struggling, you are struggling, kwa sababu kuna tabia za kifamilia zinakusumbua. Roho Mtakatifu alipokuja ni kuua hizo tabia na kuzalisha tabia za Mungu ndani yako. Funika macho yako, fuatana na mimi maombi haya. Ukisikia kuinua mikono yako sawa, ukisikia kusimama hivyo hivyo sawa, lakini nataka ujiachilie mbele za Mungu aliye hai. Ninasikia nguvu ndani yangu kabisa. Ujiachilie mbele za Mungu aliye hai. Mando robosi,
ujiachilie mbele za Mungu aliye hai. Nyenyekesha moyo wako tu mbele za Mungu aliye hai. Kuna kitu Roho Mtakatifu anataka kukifanya jioni ya leo. Kuna jambo Roho Mtakatifu anataka kuliachilia. Na saa hii usimwangalie jirani yako, jiangalie mwenyewe. Simama mwenyewe. Kuna watu maombi mnaoomba hapa yamebeba ufunguo wa familia zenu. Lolote utakalolifunga duniani na mbinguni litakuwa limefungwa, na lolote utakalolifungulia duniani na mbinguni litakuwa limefunguliwa. Litakuwa limefunguliwa, litakuwa limefunguliwa. Kuna aina ya familia zinashambuliwa na maroho ya ajabu, kwa sababu shetani anajua kilichoko ndani ya hiyo familia ni lulu, ni kitu cha samani. Ndio maana hawezi kuziruhusu zikae katika hali ya usalama. Sasa wewe una jukumu la kuomba, una jukumu la kuomba, una jukumu la kuomba, na utashangaa reaction inayotokea hapa. Wengine utashangaa, usimhangaikie jirani yako, utashangaa kuna nguvu inawachia kwenye maisha yao. Na hii ni ishara kwamba nguvu ya Mungu inapita ndani yako na kwenye familia. Na wengine tunapoomba juu ya akili zao kufunuliwa, ili nuru ipate kukaa kwenye akili zao, ili wawe na akili sawa sawa, utashangaa kuna nguvu inapita mpaka kwenye mishipa ya kichwa chako. Unasikia moto kwenye kifua, kwa sababu Roho Mtakatifu anashughulika na hilo jambo kwa upekee. Ndio maana nimekuambia nyenyekesha moyo wako. Ni masuala ya imani haya. Unapoomba mbele za Mungu kuna jambo linatokea. Mungu wetu ni mwaminifu. Sema e Mungu uliye hai. Omba kwa sauti, sema e Mungu uliye hai, katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa ajili ya jioni ya leo. Asante Bwana kwa ajili ya neno lako. Asante Bwana kwa ajili ya siku hii. Hii ni jioni ya pekee ambayo ikipita haitarudi tena kwenye maisha yangu. Baba, kwa jina la Yesu ninanyenyekea kwako. Ninanyenyekea kwako. Umejua udhaifu wangu, kwenye ufahamu wangu, kwenye akili yangu, namna ambavyo bado sijaanza kuishi sawa sawa na viwango ulivyonikusudia. Maisha yangu hayako kwenye standard, hayako kwenye viwango vya kwako e Bwana, vya kwako e Bwana, vya kwako e Bwana. Kuna mambo mengine yanawasumbua ambao hawajaokoka, ambao hawakujui, ambao hawajakupokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Yanawasumbua sana hayo mambo, na mimi e Bwana yananisumbua. Kwa sehemu nyingine ninateseka kama wao, ninazuiliwa kama wao, ninanyanyasika kama wao. Lakini nimesikia neno lako kwamba kuna vitu vingine siwezi kuvipata mpaka akili yako ifanye kazi ndani yangu, ifanye kazi ndani yangu katika kiwango cha kwako, katika jina la Yesu. Na vingine e Bwana, mpaka ufahamu wangu uwe sawa sawa na vile ulikusudia kuwa. E Mungu uliye hai, hata kama wafalme unaowachukia utawaondoa kwenye maisha yangu, lakini pasipo ufahamu siwezi kuwa na hayo maisha. Mungu uliye hai, neno lako linasema nanyi mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Kuna maeneo siko huru kwa sababu ya kukosa ufahamu. Nisaidie jioni ya leo, 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 nisaidie jioni ya leo. Zifunue akili zangu, zifunue akili zangu, zipokee uwezo wako, zipokee uwezo wako katika mambo yote,
ukanijalie kuwa na akili, akili ya uvumbuzi, akili ya kutenda mambo katika usahihi wa kwako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaombea akili zangu katika jina la Yesu, zipate uvuvio wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Bwana, ninaombea akili zangu jioni ya leo, zipokee uvuvio wa Roho Mtakatifu, zipokee nguvu ya Roho Mtakatifu, zihuishwe, zifunuliwe jioni ya leo kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ingia kwenye akili zangu, zihuishe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, zifinyange, zitengeneze kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Weka uwezo wako kwenye akili, kwenye akili, kwenye akili, kwenye akili, kwenye akili. Bwana, uwezo wako, nguvu zako ziachiliwe kwenye akili, kwenye akili, kwenye akili, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Achilia nuru yako kwenye akili yangu, achilia nuru yako kwenye akili yangu, achilia nuru yako kwenye ufahamu wangu jioni ya leo, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana, Bwana, nijaze nguvu zako kwenye ufahamu wangu, ufahamu wangu uwe huru, ufahamu wangu urejeshwe kwenye viwango vya kwako kwa jina la Yesu. Omba, 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 omba dakika chache, omba hilo, omba hilo, omba hilo, omba hilo, omba hilo, omba hilo, omba hilo. Ufahamu wa kimungu unapopata nafasi ndani yako, kumbukumbu za mambo ya mabaya zinatoweka kabisa. Historia mpya ya kumbukumbu njema inaanza ndani yako. Mandori ya ndarabasa. Inaomba mbele za Bwana, nyenyekesha moyo wako, ombea akili yako, ombea ufahamu wako. Wewe ni mtu mwenye akili, uliumbwa ili uwe na akili, akili za kutawala, akili za kumiliki, akili za kutawala maisha yako, akili za kutawala uchumi, akili za kutawala familia, akili za kumiliki, akili za kumiliki kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Omba juu ya akili mama, omba juu ya akili, akili ya kiungu ndani yako kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Omba, 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 omba. Kisiwepo kitu kinachosofisha akili zako, kila kilicho najisi akili zako, ninaachilia damu ya Yesu. Kinaondoka, kinaondoka kwenye akili, kinaondoka kwenye akili, kinaondoka kwenye akili zako. Chochote kinachosofisha mazingira uliokulia, hali uliokulia, maisha uliokulia, yanaosofisha akili yako, kuanzia jioni ya leo, receive power. Pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu kwenye hizo akili. Pokea, pokea nguvu in the mighty name of Jesus. Receive power, 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 divine power in Jesus name. Kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Kando robos, endelea, endelea kuomba. Akili zako zisifungwe, akili zako ziwe huru.
In the mighty name of Jesus, ninaachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu Kristo, nguvu za Roho Mtakatifu sipenye kwenye hiyo akili, sipite kwenye hiyo akili. Hayo mambo yanaonekana magumu hayatakuwa magumu tena. Akili zako zipokee uwezo wa kiungu wa kutatua changamoto zote kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Omba Roho Mtakatifu aguse ufahamu wako. Omba, omba mtu wa Mungu, omba. Jesus. Mandorobos, mandorobos. Ndio sababu ulifunga masaa 12. Omba, omba, ombea akili. Ombea akili, ombea akili. Umepewa akili za upekee, akili ya Kristo ndani yako, akili ya Mungu ndani yako, akili ya Kristo ndani yako, akili ya Mungu ndani yako. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Mtu anayeweza kuvumbua, mtu anayeweza kufanya mambo, mtu anayeweza kusimamia project za Mungu hapa Dodoma, mtu anayeweza kusimamia project za Mungu kwenye taifa hili, anatakiwa asaliwe. Asaliwe kwako, asaliwe kwenye familia yako. Ombea akili in the mighty name of Jesus. Mtu anayeweza kusimamia kusudi la Mungu bila shaka, bila kuyumba, bila kuyumbishwa, bila kuyumbishwa, in the mighty name of Jesus. Kwa jina la Yesu aliye hai, asaliwe kwako, asaliwe ndani yako. Mtu mwenye uwezo wa kiakili, mtu mwenye uwezo wa kiakili, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Ndio. Wako wapi wa mama? Wako wapi vijana? Wako wapi vijana wanaomba? Wako wapi mabinti wanaomba? Mungu alikuumba wa pekee wewe. Wewe ni wa pekee. 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 Umebeba majibu ya familia, umebeba majibu kwenye kanisa lako, umebeba majibu ndani yako. Wewe ni wa pekee sana, wewe ni wa pekee sana. Omba mbele za Mungu, haijalishi ulizaliwaje, wewe ni wa pekee sana. Wewe ni wa pekee, umebeba majibu kwenye taifa la Afrika, katika ulimwengu huu. Wewe umebeba agenda za ufalme, ndio maana Yesu amekuokoa. Wewe ni wa pekee. Omba, ombea akili yako, usijizalau. Wewe ni wa pekee, wewe ni wa pekee, wewe ni wa pekee, wewe ni wa pekee, wewe ni wa pekee. Kandorobo sandarabakora, risadarabakora basaya, rimandarabakora basia, rikondarabasaka. Kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Kadri unavyoomba, kuna namna akili inafunguka, kuna namna akili unafunguka. Kataa kuwa wa kawaida, kataa kuwa mzembe, kataa kuwa mzembe wa kufikiri. Kando robosa, risatarapakora, rimandarapasa. Huu ni uamsho wa akili. Akili iliyolala inaamka ndani yako, akili iliyolala inaamka ndani yako. Inaamka kiuchumi, inaamka kiutumishi, inaamka kihuduma, inaamka kiuongozi, inaamka, 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 inaamka hiyo akili. Kando robosa, risatara pakora, rimandara basa, rikokodo robosa, rikatara basaya. Kwa jina la Yesu, hiyo akili iliyolazwa ninaamuru sasa iamke, 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 iamke.
akili ya kufanya mambo makubwa, akili ya kufanya mambo makuu, akili ya kufanya mambo makubwa iamke ndani yako kwa jina la Yesu. Mando robosa, mando robosa, mando robosa, iamke. Akili iliyolazwa, akili iliyolazwa inaamka, 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 inaamka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mando robosa, mando robosa, mando robosa, mando robosa. Giza halitamiliki akili yako, dunia haitamiliki akili yako. Roho ya dunia inaachia akili yako, inaachia akili yako. Giza linaachia, mapepo yanaachia, mifumo inaachia akili yako, 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 akili yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Akili, akili ya kufanya mambo makubwa inaamshwa ndani yako, inaamshwa, inaamshwa, inaamshwa sasa, 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 sasa kwa jina la Yesu. Wewe hujaokoka uwe mtu wa kawaida. Wewe hujaokoka uwe mnyonge. Wewe hujaokoka uwe dhaifu. Wewe hujaokoka uwe mnyonge. Wewe hujaokoka kuwa mtu wa kawaida. Akili yako isitumikishwe na waganga, isitumikishwe na wachawi. Akili yako iwe huru. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye akili yako, damu ya Yesu kwenye akili yako, damu ya Yesu kwenye akili yako, damu ya Yesu kwenye akili yako kwa jina la Yesu. Simama mahali ulipo. Naenda kuongoza maombi haya ya kifamilia, umalizie sasa. Bwana anasikia. Ninaona kuna vitu vinafunguka kwenye akili. Watu wanakataa unyonge. From now tunaenda kuomba maombi haya. Wale watoto wadogo waliokuja kwenye ibada hii wapandishe, wasogeze hapa, wasogeze hapa. Watoto wadogo hao, wahudumu nisaidieni. Watoto wadogo kabisa waliokuja kwenye ibada hii, watoto wadogo hao, waambie wasogee, sogea. Asante sana. Wale waliojua leo kuna maombi ya familia wamewaleta hao watoto, wasogeze kwa ruhusa yako baba askofu. Wanaweza kupanda hapa ili wapishe. Pandeni hapa, pandeni hapa. Nikuombe baba askofu, sijui na mchungaji pia, yes, pamoja na mama, kuombea hao watoto, kuombea hao watoto. Sogea hapa mbele. Kuna kitu kinafanyika, kuna kitu kimefanyika. Simwache huyo akaondoka. Kuna kitu kinafanyika. Simameni hapa watoto wazuri, simameni hapa. Naomba sasa wachungaji kuwaombea hawa, wakati naongoza maombi ya familia, kuwaombea hawa watoto, na wengine wamebebwa kuwaombea hawa watoto. Unayetaka kuondoka, sikiliza maombi haya ndio uondoke. Sikiliza maombi haya ndio tunamaliza. Maombi kwa ajili ya familia. Fuatana na mimi, maombi haya ndio tunamaliza. Sema Roho Mtakatifu. Nyua mikono yako, funika macho yako. Unaenda kuomba kwa ajili yako na kwa ajili ya familia yako. Sema Mungu, ninasimama mbele zako kwa ajili yangu mwenyewe na kwa ajili ya familia na kwa ajili ya uzao wa familia yangu, katika jina la Yesu. Mungu uliye hai, wewe unayajua maisha yangu, unajua maisha ya familia, unajua machungu, uchungu ulioko kwenye familia yangu nilikozaliwa, na hata familia yangu ninayoishi sasa. Unajua namna ambavyo
Kila ninachokifanya kimejaa mapito mengi, kimejaa vita nyingi, hakuna wepesi, mambo ni mazito. Roho Mtakatifu, jioni ya leo niko mbele zako na kuhitaji wewe kwa ajili yangu na kwa ajili ya familia na kwa ajili ya hatima ya uzao wangu, katika jina la Yesu. Ibrahimu alipopatana na wewe, ulikuwa Mungu wake na ukawa Mungu wa uzao wake. Ndivyo ambavyo ninatamani jioni ya leo uwe Mungu wangu na Mungu wa familia yangu na Mungu wa uzao wangu. Hata kama kwenye familia kuna miungu mingine iliyopewa nafasi ya kumiliki familia, ya kumiliki ukoo, lakini mimi ninasimama jioni ya leo, ninakuamini wewe unaweza sababisha nuru yako ikatawala kwenye familia, kwenye maisha yangu. Kwa jina la Yesu ninasimama mbele zako kama mtoto wako, nikiomba toba. Naomba toba, naomba toba, natubu Bwana kwa niaba ya familia yangu. Ninatubu Bwana kwa ajili ya familia, kwa ajili ya uzao. Samehe Bwana huo uovu unaofanywa kwenye familia, uovu wa uzinzi, uovu wa ukahaba, uovu wa kuabudu sanamu, kuabudu miungu mingine kwenye familia yangu. Wako watu Bwana hawajakujua wewe, wanafanya ibada kwa mizimu. Ninaomba toba kwa ajili yao. Samehe Bwana, samehe Bwana, samehe Bwana, samehe Bwana, ili wasiendelee kutawaliwa na hizo roho za ulevi, roho za ukahaba, roho za uzinzi na kila aina ya uovu ulioko kwenye familia. Yes, ninakuita jioni ya leo kwa ajili ya familia. Ninakuita Bwana jioni ya leo kwa ajili ya familia. Njoo Bwana kwenye familia yangu, njoo Bwana kwenye familia yangu, uilete nuru yako, uondoe giza, uondoe giza la magonjwa, giza la umaskini, giza la mateso, giza la utasa, giza la kila adha. Bwana, uliondoe kwenye familia yangu jioni ya leo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakuita Yesu, achilia neema ya wokovu juu ya familia yangu, juu ya uzao wangu, juu ya ndugu zangu, juu ya watoto, kwa jina la Yesu. Achilia neema ya wokovu juu ya familia yangu jioni ya leo kwa jina la Yesu. Komboa familia yangu, itoe kwenye vifungo, itoe kwenye maagano, itoe kwenye viapo vya kuzimu kwa damu ya Yesu. Haukuileta familia hii ili iharibike, ili iende jehanamu. Uliwaleta familia hii ili wakujue wewe, wakutumikie wewe jioni ya leo. Yesu, 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 Yesu. Ninakuita juu ya familia, juu ya uzao, juu ya ndugu zangu. Waokoe Bwana, waokoe Bwana, waokoe Bwana, wakomboe Bwana kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Bwana sasa, nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana, usiogope. Wakati unatoa sadaka unaomba in Jesus, wewe roho, kwa mamlaka ya jina Yesu, toka
toka, toka kwenye maisha yake. Achia akili yake, achia ufahamu wake. In Jesus. Wewe roho, wewe roho, wewe roho, wewe roho, ilo agano lililokaa kwenye maisha yake ninalifuta kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa. Jesus, fire. Shika kichwani. Jesus.